kwa kuja kudanganya Wakenya, kwa sababu anajaribu kuwasha moto. Hii moto mara hii haiwezi kuwaka, kwa sababu wakati ukiwa kwenye hicho kiti wewe ulitupangia vitu hapa, tulivyokuja kukukataza ukawa mkali kweli kama pilipili. Lakini Mheshimiwa Spika, yote mimi naangalia katika hii budget ambayo imewekwa hapa, 23,000 schools zimejengwa zile za JSS. Mheshimiwa Spika, ukiangalia katika agriculture ambayo inasaidia ndio uti wa mgongo wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Spika, tumewekewa 63 billion ambayo imeongezwa wakulima, Mheshimiwa Spika, na hii italeta chakula Kenya. Hatutakuwa na matatizo tena kule kwenye ukulima kama tulivyokuwa tunaona, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hapa tulikuwa na mjadala wa wazee wa mtaa. Nakumbuka mimi mama Mombasa County nikisimama nikitetea wazee wa mtaa, siku hiyo sikuona Ndindi Nyoro akiongea chochote kuhusu wazee wa mtaa. Na wazee wa mtaa toka wakati yule president mwingine alikuwa hawakuwahi kukumbukwa, na yeye alikuwa hapa bunge, hakuwahi kuleta mjadala hata siku moja kuweza kutetea wazee wa mtaa. Mheshimiwa Spika, sisi tuloleta tunashukuru hata hichi kidogo ambacho wamepewa, kwa sababu haiwezekani kuwa wewe unasema budget imepanda imekuwa juu, wakati ambapo bado upande mwingine unasema hawa waongezewe kitoka wapi? Wachukue mawe wapewe kama budget? Haiwezekani. Hiyo ambayo unataka iongezwe ndio hii ambayo naisoma hapa leo, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi kwanza nipongeze sana kamati ya budget kuweza kuwakumbuka wazee wa mitaa ambao kila siku watu wakikosana katika majumba yao, Mheshimiwa Spika, kesi zote zinaanza na mzee wa mtaa. Mtoto akipotea ni mzee wa mtaa, mama sijui amefanywaje ni mzee wa mtaa. Leo wazee wa mtaa hichi kidogo ambacho wanapata ndio mwanzo wa kuanza kupata hadia kutoka kwa serikali, na hii itaweza kuongezwa kadri tunavyoendelea kukaa katika taifa hili na kutunga sheria, tutaweza kuongezea zaidi, Mheshimiwa Spika. Na najua wazee wa mitaa mahali wako, hasa wangu wa Mombasa, walikuwa wanangoja ni siku gani watanyoshewa mkono japo kidogo tu na serikali, na leo imeingia katika budget. Niwaambie wazee wangu wa mitaa mahali pote mpo Mombasa na Kenya nzima, mara hii William Samoei Ruto na hii serikali yake wamewakumbuka. Mnaenda kulipwa chochote kiinua mgongo kitaweza kuwasaidia, na inshallah tutaweza kusukuma hapo mbele muweze kuongezewa kadri wakati unavyokwenda. Mheshimiwa Spika, naangalia kule marginalized communities. Ukiangalia wajua hao wanapiga kelele kwa sababu mfuko wa serikali ulikuwa unaenda sehemu moja. Ukiangalia shule kule mahali Ndindi Nyoro anatoka, hata aliulizwa hakuwahi kujibu, Mheshimiwa Spika, kwa sababu the low hanging fruits alikuwa anachukua anajiwekea upande wake. Sijasema ameiba, Mheshimiwa Spika, lakini hakuweza kujieleza, Mheshimiwa Spika. Shule zake alijenga vipi? Wenzake wanatukanwa, yeye amejikunja miguu, kule kunaendelea kule kwake. Mara hii paka amekula mkeka wa Mbeya, watakaa wapi? Huu mgao unaenda kila mahali, Wakenya wote waweze kupata huu mgao, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, niweze kusema naangalia zile barabara za kule North Eastern. Kaa chini Ndindi Nyoro, wakati wako utafika, mama County Mombasa nazungumza. Mheshimiwa Spika, ukiangalia kule kule North Eastern kule kwa wenzetu kule walikuwa marginalized for the first time. Tumeona hata stadium imeweza kujengwa kule, Mheshimiwa Spika, mpaka rais wa taifa analia kwa sababu anajua miaka nenda miaka rudi. Sisi watu ambao tunatoka katika communities ndogo ndogo, Mheshimiwa Spika, tulikuwa tumesaulika. Huyu atanitatiza, Mheshimiwa, ana ukorofi tu. Aliongea hii budget jana, leo bado amekuja kuongea, Mheshimiwa Spika. Aniachie wakati wangu mimi nikiwa na moto, huwa nataka niendelee na shughuli zangu, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, leo Honorable Zamzam, is allowed to respond since you mentioned him. Okay. Thank you very much, Honorable Speaker. And Honorable Zamzam, I will not have interrupted you, only that I just needed to guide you that we are debating the report of the committee, not Ndindi Nyoro. But secondly, you stop also misleading Kenyans. I agree all public primary schools in Kiharu look like academies, they are tiled. And in fact, our learners in these secondary schools, they pay 500 shillings per term. This is an NGCDF project, and one of my roles is not me teaching you how to execute your GAF or NGCDF. All the things you have done in the education sector is on the basis of NGCDF, which I am not part of how the formula comes about. So it's important that you be factual and stop misleading Kenyans. Many times when you talk too fast the way you are doing, you may not coherently
be able to transmit what you are thinking and what you are saying. Please, be Honorable stable. Lidi, now you're being